kilichopotea. Hakuwa na, yani kwanza kabisa hazungumzii mtu kwenye dhambi, hazungumzii mtu katika hali ya dhambi. Alikuwa anazungumzia kwamba nimekuja kumrejesha mwanadamu kwenye nafasi yake. Nimekuja kutafuta kilichopotea. Kwanza usiende moja kwa moja kwa mtu akiwa kwenye dhambi, bali amekuja kumrejesha mwanadamu kwenye nafasi yake. Siku moja atakuja kujifunza, Mungu akitujalia, uone nafasi ya dhambi. Nafasi ya dhambi ni ndogo sana mbele ya Mungu. Sikiza kwa makini, dhambi haina, Mungu hana tatizo la dhambi. Tatizo la Mungu dhambi, dhambi haimzuii Mungu kuja kwetu ama kwa mwanadamu. Dhambi inamzuia mtu ama dhambi inamzuia mwanadamu kupokea alichokusudiwa na Mungu. So dhambi inakuwa ni barrier, imemzuia mtu. Lakini Mungu hukuja kwetu, dhambi haiwezi mzuia. Tuko pamoja? So dhambi mbele za Mungu, yani hoja, sikiza kwa makini. Kanisa sehemu nyingi alifai kuwa linaongelea dhambi. Utakuja kujifunza, usiwe na haraka. Ndio utakuja kujua dhambi ni kitu kadogo. Mpango wa Mungu ni mtu aishi kama yeye, apate familia. So dhambi ilikuja kama second. Dhambi ilikuja kama second. Ilikuja kama kitu cha pili. So ikamzuia huyo mtu ili kwamba asiingie kwenye mpango wa Mungu. Ndio unaona kwenye Isaya anaongelea mahali kwamba dhambi imefanya, yani anauliza mkono wa Mungu umepunguka, sijui masikio yake isikii, sijui nini. Anasema ni dhambi yenu inayosababisha, si ndio? So dhambi ndio inayomzuia mtu kuendea kile ama kusikiza kutoka kwa Bwana. Mtu anajiona mwenye dhambi wakati Mungu hamuoni mwenye dhambi. Tuko pamoja? Watu ambao wachaamini, hao ndio wanajiona katika dhambi wakati ambapo Mungu ameifia dhambi hao. Anawatai hao watu wakuje kwenye mpango wake. Sasa Mungu anapomtuma Kristo kuondoa dhambi, ni kuondoa ile barrier ili mwanadamu chochote kisimzuie kupokea kutoka kwa kile Mungu alikusudia. Haleluya. So Mungu ameondoa hiyo barrier iliyokuwa imesimama katikati yetu na yeye. Amemtuma Kristo, amekwisha fia dhambi ya ulimwengu wote. Sasa dhambi fai kuwa tatizo. Ndio sababu mtu akifa ambaye hajapokea plani ya Mungu, mpango wa Mungu, hautahukumiwa kwamba ulitenda dhambi ya ati uliipa, sijui ulifanya nini. Kiutakachohukumiwa nacho ni kwamba haukuamini katika mwana wa Mungu aliye hai. Haleluya. Ile inasema kwenye John chapter 3:16. So hukumiwa huko, naambiwa my friend, ukiwa duniani uliunywa pombe, sijui ulifanyaje, sio ulikuwa mwisi, no. Ni kwa sababu unahukumiwa kwa sababu hukuamini jina la mwana pekee wa Mungu aliye hai. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. So dhambi ifai kuonekana kama big deal. Ukifanya uchambuzi utakuta dhambi sehemu yake ni ndogo. Watu waacha kusingizia dhambi, watu wamwamini Bwana. Glory to God. Maana kule kutomwamini huyo Bwana ndio itaitwa dhambi. So dhambi yako wewe mtu ni kuambiwa kwamba hukuamini jina la mwana pekee wa Mungu aliye hai. Glory to God. Bwana Yesu asifiwe. Haleluya. So Yesu anakuja kumrejesha mtu kwenye nafasi yake. Kumrejesha mtu kwenye nafasi yake. Yesu anakuja kurejesha roho ya mwanadamu kwenye nafasi ya utawala. Anakuja kurejesha roho ya mwanadamu kwenye nafasi ya utawala. Ama kama mtawala. Awe mfalme juu ya miungu yote, au jeshi katika ulimwengu wa roho. Ama awe mtawala juu ya wana wa Mungu ama miungu. Haya ni majina tunaweza trace hivyo viumbe. Yesu anakuja kufanya roho ya mwanadamu irudi kwenye utawala. Hiyo roho iwe ndio mfalme juu ya miungu yote au jeshi katika ulimwengu wa roho.
ama wana wa Mungu ama miungu. Ndio sababu Paulo anasema Paulo anaposema ushindi wa Kristo toka kwa mauti, anatangaza kwamba ameketishwa juu sana kuliko falme na mamlaka na nguvu na usultani. So ushindi wa Yesu kutoka kwa mauti, Paulo anatrace kwamba ameketishwa. Kristo ameketishwa juu sana kuliko falme na mamlaka na nguvu na usultani. Alafu anasema na sisi tumeketishwa pamoja naye. Manake tumerejeshwa kwenye nafasi ya utawala. So muamini, umerejeshwa kwenye nafasi ya utawala. Kaa pale, fanya kazi ukiwa pale, unatawala kutokea pale. Glory to God. So mwanadamu ameketishwa na Kristo juu sana. Mwanadamu ameketishwa na Kristo juu sana. So uko juu ya viumbe vya kiroho. Wewe ndiye mtawala. Wakati wake na baada ya Adamu kuleta shida hii, ukawa na shida ya confusion ikatokea. So Mungu amekuja kuondoa machafuko, confusion, zile chaos ambazo zilipatikana. Kuja kuondoa, kumrejesha mtu katika nafasi ambaye Mungu alikuwa amekusudia. Zaburi 8:4. Mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie? So mtu amefikwa taji. Anasema mtu ni kitu gani hata umkumbuke, na binadamu hata umwangalie. So Mungu ametukumbuka. Mungu ametufika taji. Haleluya. Ametufika taji. Yaani tumewekwa juu ya viumbe vyote vya kiroho. Tumewekwa juu ya viumbe vyote vya kiroho. Tumewekwa juu ya miungu yote, yakiwemo mashetani. Tumewekwa juu ya miungu yote. So miungu yote ya kiroho inapaswa kujitiisha chini ya mwanadamu. Sio sisi kujitiisha chini yao. Malaika wote wanapaswa kujitiisha chini ya mwanadamu. Jeshi lote la kiroho linapaswa kujitiisha chini ya mwanadamu. Jeshi lote katika ulimwengu wa kiroho linapaswa kujitiisha chini ya mwanadamu. So hivi viumbe viliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Hivi viumbe viliumbwa kwa ajili ya mwanadamu. Ni watumishi kwa ajili ya mwanadamu. So kulikuwa tu kumekuwa vice versa, sasa mwanadamu akawa anavitumikia. Lakini Mungu Yesu ameturejesha kwenye nafasi yetu ya kifalme. Sasa viumbe lazima tuvitishe na vikae chini ya mamlaka yetu. Viumbe hivi sasa sio havifai kuwa watawala wetu. Ndio unaona wale ambao wachaokolewa wanatawaliwa na hivyo viumbe. Sasa mtu anaweza kuuliza swali wewe. Je, uasi wa shetani ni nini? Uasi wa shetani ni nini? Kulingana tu vile ambavyo nimekuwa nikielezea, sistamili. Uasi wa shetani ni nini? Wewe umekuwa ukikuja kwa ibada, unaweza kumbuka kitu. Uasi wa shetani ni nini? Tulisema Mungu achamuumba shetani. Lakini uasi wa shetani ni nini? Jibu ni kwamba ni kutokaa mahali pake. Nitakuja kuuliza tena. So tafadhali ikae kwenye akili vizuri na moyoni. Uasi wa shetani ni kutokaa kwenye nafasi aliyowekwa na Bwana. Kumbuka haitwi shetani, anaitwa shetani baada ya uasi, si ndio? Lakini kabla ya kuitwa shetani alikuwa ni Lucifer, malaika wa Mungu.
kwa malaika wa Mungu kabisa, ameumbwa kwa namna yake vizuri kabisa. Lakini uovu ulipoonekana, manake alikataa kukaa kwenye nafasi yake, akataka nafasi ya mwanadamu ya utawala. Awe sasa mwanadamu apindue mwanadamu amtawale yeye. Yeye atawale mwanadamu ajitiishe kwake na kumwabudu yeye. Sasa hakuna kitu cha kusema ati kulikuwa na sifa mbinguni, Shetani au Lucifer alikuwa anaimba kwaya na gitaa, mapawa yake akifanya tu hivi gitaa music inaimba, akatamani cheo cha Mungu. Alitamani cheo cha mtu. Maana hebu nikuulize, Adamu aliwekwa Edeni, si ndio? So malaika alikuwa anaishi, si malaika amepewa kumtawala mtu, ameumbwa kumtumikia mtu. So mtumishi wako anaumbwa alafu anawekwa mbali na wewe. So mahali ambapo mwanadamu alikuwepo ndio malaika alifanya nini? Alikuwepo. Mungu peke yake ndiye alikuwa ako juu sana ya hivyo viumbe vyote. So uasi wa Shetani ni kutoka kwenye nafasi yake, mahali pake. Ndio sababu Biblia inasema hivi, wale walioasi enzi yao. Nafikiria Petro anatrace hivyo. Hao walioasi enzi yao. Enzi pale ni nafasi. Walioasi nafasi yao, mahali walipowekwa wakae, wa function wakiwa pale, wakakataa, wakatoka kwenye nafasi yao, wakatamani nafasi ya mtu, nafasi ya mwanadamu. Anasema hao walioasi enzi yao. Mahali pao, waliasi mahali pao. Pale ambapo Mungu alikusudia wawe wakifunction, wakae. So moja ya makosa waliofanya hao viumbe ni kutoka katika mahali pao, ni kukataa kuchukua nafasi, ni kukataa kukaa kwenye nafasi yao na kutamani kuchukua nafasi ya mwanadamu. Huo ndio uasi wa huyu jamaa. Huo ni moja uasi wa huyu jamaa, huyu Shetani. So sikia, sababu ya wao kwenda kuongea na mwanadamu ni kumtoa mwanadamu kwenye nafasi yake. Sababu ya hawa, maana anapoenda kuongea na mwanadamu hajakuwa Shetani, maana yani anatafuta, ilikuwa yani hivi viumbe kwenda kuongea na mwanadamu mara kwa mara, akiongea na mwanadamu ni kutaka kumpindua, ni kutaka kuchukua nafasi yake, ni kutaka kuchukua ama kukaa kwenye nafasi yake. Ndio unaona anaenda kuongea sana na mwanadamu, ili sasa hivi viumbe vitawale mwanadamu. Mwanadamu alipokataa mpango wa Mungu ndani yake, ama alipokataa plani ya Mungu ndani yake, plani ya kutawala hivi viumbe na kutiisha, akajikuta chini ya utawala wa hivi viumbe. Narudia hiyo statement. Hivi viumbe vinapoenda kuongea na mwanadamu ni kumshawishi ili kwamba vichukue nafasi yake, ili sasa hivi viumbe vitawale mwanadamu. Sasa mwanadamu alipokataa, kumbuka Mungu analeta mpango wake kwa mwanadamu ili mwanadamu atawale. So mwanadamu alipokataa mpango wa Mungu ndani yake, ama plani ya Mungu ndani yake, plani gani? Plani ya kutawala na kutiisha hivyo viumbe. Akajikuta chini ya hivyo viumbe, akajikuta kwamba yeye ndiye anayetawaliwa sasa. Akajikuta chini ya utawala wa hivyo viumbe. So kama mwanadamu Adamu angekubali mpango wa Mungu wa kutawala, mpango wa Mungu wa kutiisha, angekuwa safe side.
Lakini alipokataa mpango wa Mungu akajikuta hivi viumbe vimemshawishi, akajikuta ako chini na utawala wa hivi viumbe. So mwanadamu akawa ndiye anatawaliwa, kunyanyaswa na mambo yote, wakati ambapo yeye ndiye alikuwa amewekwa awe mtawala. Glory to God. So Yesu Kristo kushinda kifo na mauti, amemrejesha mwanadamu kwenye nafasi. Narudia, ama tuseme hivi, Yesu Kristo kushinda kifo na mauti, amerejesha nafasi ya mwanadamu toka chini, amemwinua maskini, amemwinua mnyonge, amemtoa mafumbini, amemketisha juu sana pamoja na wakuu. Narudia statement. Yesu Kristo kushinda kifo na mauti. Yesu Kristo kushinda kifo na mauti, amerejesha nafasi ya mwanadamu, amerejesha nafasi ya mwanadamu toka chini, amerejesha nafasi ya mwanadamu toka chini, amemwinua maskini. Unajua mtu ambaye ako kwenye dhambi ni maskini, si maskini wa vitu. Amemwinua maskini, amemwinua mnyonge. Nazungumzia mtu aliye katika ana mpango, mwenye atapokea mpango wa Mungu. Amemwinua mnyonge, amemtoa mafumbini. Unajua statement zetu za kutoa mtu mafumbini ni wakati ambapo umetoka kwa shida, umeingia kwa utele. Lakini sizungumzio, amemtoa mafumbini, amemtoa mafumbini, amemketisha juu sana pamoja na wakuu. Wakuu ni viumbe vya kiroho ambavyo vilipaki. Wachana wale waliasi. Tumerejeshwa kwenye nafasi. So tumeketishwa na wakuu. Na sio juu tu ya wakuu. Na sio juu tu ya wakuu, bali juu ya wakuu, na tumeketishwa pale kama watawala. Si tu kukaa na hawa jamaa. Wewe umewekwa pale kutawala bado, kutiisha. Hivi viumbe vya kiroho tutajifunza tukiwa tu mahali hapa. Utaona kazi ya hiyo viumbe vibaya vyenye viliasi. Hawa jamaa wanafanya kazi nyingine kubwa sana. Usifikiria ati vimekaa huku tu vimetulia. Vinafanya kazi nyingi sana. Vinafanya kazi mingi sana. Na ndio sababu wakati ambapo Mkristo anasimama, wata make sure wapike ndoa. Ukiwashinda pande ya ndoa, wanakimbilia kwenye kazi iko. Kazi ikiwa sawa, wanakupiganisha na majirani. Majirani wakiwa sawa, anakukosanisha na ndugu zako. Ndugu zako wakiwa, ukishinda hilo, wanakukosanisha na mzazi. Yaani ukishinda huko, wanakukosanisha na kanisa lako la mahali. Hapa mwalimu wangu akasema yeye angekuwa shetani. Anasema waje vile watu wa Kristo wana relax, hawataki kuomba. Anasema unafikiria kabisa, anasema mimi ningekuwa shetani, anakaa na relax na furahia na ulinitoroka. Na make sure napika sehemu zote. Ukipambana hii, ukimaliza na inua hii. Hii kiisha na inua hii. Hii kiisha naleta tu, unakosa hela. Hela zinapotea, upati kitu. Ukisha hela umetafuta mpaka njia za hela zimefunguka, natafuta njia nyingine. Yaani anasema hawezi akakupa hata sekunde upumzike. Alafu Wakristo wengi wanafikiria walale tu, hawataki kuomba, hawataki kukusanyika. Alafu wanafikiria jamaa hao wanakuanga wako pale wanakuochi wakifurahia ukienda kanisani. Wanakufurahia ukifanya ushirika. Atukikaa vizuri na ndugu wa kanisa, ndugu wako, wazazi wako hapendi. Hivi viumbe vinafanya kazi kubwa sana ya kumake sure kwamba licha kuwa uliokoka hautapata rest. Ikutesa na njia zote. Unamaliza hii magonjwa yanayotokea. Sasa ugonjwa umetoka wapi jamani? Wewe mwenyewe unapona, anapiga magonjwa yanakuja kwa watoto. Ndio sababu Mkristo
muamini anafaa maombi iwe ndio sehemu ya maisha yake. Hakuna siku unafaa una relax unasema leo napumzika. Unafaa ujitoe katika ujitoe kwa maombi kuliko kawaida. Ujitoe katika function, tumikie Mungu kweli kweli. Soma neno la Mungu, kaa na maarifa na ufunuo neno lake kwenye moyo wako. Ndio akicha na njia zote. Bila sema kwamba mpinge shetani na atafanya nini? Ataenda, atatoroka. Lakini huwezi pinga shetani wakati tu uko tu umerelax. Mambo yanakaa tu vizuri unasema hata wewe ungekuwa shetani. Sidhani kama ungekuwa una relax. Narudia, picha ndio hii. Mashetani walio hasi wanajeshi, wana mkuu wao. Kuna mkuu wao, mkuu wa anga kabisa yuko. Kazi yake ni ku make sure ana assign haya mashetani kwenda kufanya kazi. Wamemwangalia mtakatifu fulani, anatuma mashetani kadhaa. Unajua watakatifu wengine hawezi kujiwa na shetani mmoja. Ni shetani mmoja utalipika. Nasema huyu tukimwangalia spiritual. So unajua yako rohoni obvious, yakiangalia yakiwa kule nasema huyu jamaa ana stamina ya kutosha. Ni kama wakati mnaenda kucheza football. Opponent wenu wanaangalianga. Machi yamewekwa kwa safu gani? Ila kupika makoli. Otina amewekwa, amelinda koli lisingie. Sasa kile tutafanya, enda umkanyake, kasi yako ni kumake sure kwamba Otia amepata injury yenye mechi zenye ziko mbele hatacheza. Na huyo Mazi apate injury, maana yeye ndiye kuweka makoli. Make sure mmempa injury ya hizi mechi zenye zimepaki kwamba hatacheza. Wala wamepaki ni mswaki. Ndio sababu unaona timu watu wa maana wakishawekwa wamekanyakwa wako nje. Okay. Timu huwa inadhoofika na mwisho wa siku inapigwa. The same thing kwenye kanisa. Anaangalia strong people. Hallelujah. Watu ambao wamekuwa kiroho. Sana wapiga vita, anawapiga vita maana anajua nikimalizana na viongozi wala ambao wamekuwa vizuri katika ulimwengu, wamekuwa spiritually. Tukishawapika wale wengine wamepaki, sasa ni tutatembea bila wasiwasi. Haleluya. So nataka uone ukubwa hivi viumbe, usifikirie ni viumbe ambavyo viliasi alafu vinafanya jokes na wewe. Haya jamaa wanaanga jokes. Hawana jokes. Singa Mati. Hawana jokes. Mati umelala siku ngapi? Zicho, si kweli tu. Ama wewe ulikuwa unafurahia kuumo. Ulikuwa unasema kwamba Mungu najua unanifundisha. Najua Mungu unaniimarisha kweli kweli. Obviously ulikuwa unasema kwa jina la Yesu, haya maumivu, maonezi ya shetani toka, si ndio? Yes. Wewe unaumia alafu unasema Bwana ananifundisha. Akajua tumepika mmoja ako chini. Na mwingine mnaelewa? So unakuta shetani analenga na jeshi lake analenga kanisa, lazima alenge sehemu ya uongozi, sehemu ya watu ambao wanasimama kwa pulpit. Akishawalenga. Na mnakumbuka wakati mwingine hata nikisema mambo ya Mike kanisani asifanyi kazi kwenye ndoto nini na nini, inaongelea wahudumu huku mbele huko. Alete mkongane, alete confusion kwenu, awafanye msio mnajifunza, yani hata personal study huwezi fanya. Kuna vitu tu vinatokea kwa maisha yako vinakuwa ndio kipaumbele chako mpaka unakosa nafasi ya kufanya study. Alafu simu zenye zilikuja hizi. Oh my God. Simu ni nzuri lakini ina ugonjwa mkubwa. Unajua hivi kama for example nipe tu mfano ka TikTok. Kamoja tu aka kitu na mwenye aliano usikie inaitwa TikTok. Wewe umeshaangalia upana wa neno TikTok? TikToker kanaanza kamoja. Akishaka yani kamoja wakati unaweka kana kufurahisha. Una scroll. Yaani kana flying tu hivi. Alafu hakuna ile inakuja mbaya. Sote zinakuchanga za kukusisimua. Unaweza sijui kama mna experience. Unaweza kaa kitu ulikuwa na acha nione tu peke yake. Acha nione yenye nafuata peke yake. Mpaka wanawa inaisha, unachukuta muda umeisha, hujafanya chochote.
kuna games. Yaani unaona tu Mkristo ndio huyo anafanya tu hivi akipiga kona hivi. Paka anafanya hivi na mkuu. Yaani ni vitamu. Bali hivi vitu ni vizuri. Yaani unasikia kanafurahisha kweli kweli. Sasa anajua njia zote. Yaani huyu jamaa anajua njia zote. Sijasema kuangalia kuota ni huyo jamaa. Lakini ukishaanza kuwa addicted ya hicho kitu, jua sio normal. Sio normal kabisa. Sio normal. Hata saa ile unaingia pale, huo kusudi kuingia. Na ndio sababu utakuta kwenye simu yako kinakuja tu automatically. Ukifungua tu Facebook, kila kitakuja si picha ya mtu individual. Kila kitakuja ni picha yenye imejificha kwa TikTok. Sasa ile utafinya tu hivi, anza kuplay. Unasikia tu kuscroll. Mtu anasaka Facebook mpaka saa 7, saa 8 na usikii kama umechoka na usikii usingizi. Uko tu sawa. Tena uko comfortable. Bwana si ukalale. Sawa, nataka kulala. Unasamuka unakuta mtu bado yuko kwa simu na achoki, lakini ingieni kwa maombi. Na hata baada kumaliza usiku ule, wewe siomba, unamalizanga ukienda kitandani. So una expect yote ndoto mzuri. Utaota ndoto za mbinguni. Wanakuletea games za kuekelea do. Sasa unapata do kama umekaa kwa nyumba. Naekelea timu 2, umekula 500. Ukishakula 500 unafurahi, lakini unasahau zile walikukula ndio mingi. Na naambianga watu hivi. Vitu lazima ufanye utafiti. Hizo games ukishakulwa, wacha tuchukulie games ziko nyingi favorite zenye unapenda. Na unajua vizuri Arsenal itapika hii, Man City itapika hii. Unaangalia sehemu zote possibility inaonyesha. Unaweka game zako pale 5, 10. Timu ndogo. Bwana, inamnyanyua Arsenal. Imeshachoma pete. Sasa chenye kitafanyika ni hasira itakuingia. Unasema hapana, sienda hivyo. Unaangalia zenye zimepaki. Unaona bado ziko. Unawekelea tena. Oh my God. Poof! Imeangusha tena mweleka. Yaani unacheza mpaka dakika ya mwisho wa siku tena simeenda. Kesho unasema leo. Yaani leo. Hizi lazima siwezi kosa kitu. Unawekelea. Sasa kama kumbuka jana umeharibu 2,000. Sasa hao watu sijui ni waerefu, kuna kache sijui. Umekula 2,000. Sasa kesho yake umekula 500. Ukikula 500 unafurahia. Nimekula. Unajua inakujanga congratulations. Hata unaweza onyesha watu. Lakini ile unakula uonyeshangi. So unachukuta umekuwa addicted wa hii vitu. Sasa maombi inatitimia, kusoma neno inatitimia, ushirika unatitimia, mwisho wa siku shetani ametawala. Kanisa ambalo aliombi ni mswaki mbele ya shetani. Kanisa ambalo alifanya study ni mswaki mbele ya shetani. Na unajua atawashikaje? Anawaleta hivi, awapepete. 1, unaanza kuimba nyimbo za ajabu. 2, mafundisho yanabatilika. 3, mnakuja ibada mmechelewa na unaona tuko sawa. 4, unatoka ibada mapema. 5,
wakati wa ibada uko nje na mwenzako mnapiga story, yaani unaweza endelesha tu, ni vitu vingi. Tayari inaonyesha kwamba huyu mtu ameondolewa kwenye nafasi yake. Sasa ameingia kutumikia viumbe hivi, vinamcontrol, vinaminfluence wakati ambapo yeye ni mwana wa Mungu. Glory to God. Hallelujah. So naomba na kupokea kwamba tutaendelea kukaa mahali petu pa juu kwa jina la Yesu. Hallelujah. Glory to God. Yaani hizi simu ni mzuri, lakini asitatufanya kuwa watumwa. Hallelujah. Hii TV sasa zimekuja mzuri, asitatufanya tukue watumwa. Sisi ni watumwa wa Bwana. Glory to God. Kwangu, for example, I saw wakifunga shule hivi. Wao jamaa kuna siku moja alikata. Yaani unaamkanga tu siku ukichungulia, jamaa hapo tu pale na remote. Na hata sinzi. Hiyo siku alikanga mpaka almost saa 10. Sasa sijui alilemewa na usingizi ama kulikuwaje, ndio angalau wakasima ndio alale. So mitandao ni mzuri kwa sababu kuna message inatembea, kuna mambo mengi tunajua na nini, lakini pia iko na effect, si ndio? Ina mambo yake pia ambayo usikubali hayo mambo ya kupepe. Mwaka nimesikia betting imekula pesa watu, imefilisisha watu wote. Mimi nikifuatilia kwa mitandao bila watu wanalia na betting. Wakakuletea kingine kanafanyanga tu hivi cha. Aka kitu sikia. Nakwambia hivi vitu uangaliane. Inaitwanga nani? Aviator. Ukiweka, unaona mara ya kwanza saa ile unaweka ile ndege, either inaweza enda isikae, mara ya pili inaweza kaa. Na saa hiyo kuna uwezekano ulikuwa umeweka 10 ama 20. Ama umestukia kama imeshajipanga kuondoka kama hujafinya hela iende. Unaona tu imekaa inafanyia tu hapo hivi. Pako unasema ningekuwa nimeweka, unahesabu. Ningekuwa nimeweka. So saa ile unakuja uweke. Yaani ikitaka kukutesa mara nyingine, yaani hata sikupa. Saa ile tu inainuka unaona shup. Tayari unakelea. Yaani shup kamesha ya nini? Yaani hii dunia mwanadamu ametengwa na njia zote. Lazima. Njoo. Kuja. Lakini my friend, ita make sure, yani mtu ambaye anakunywa pombe na mtu ambaye anacheza betting wanakaribiana. Mtu ambaye anakunywa pombe, pesa iwezi kaa mfukoni. 1, kama ana deni la mabapima lazima alipe. 2, lazima aache pesa kwenda kunywa. So ikilia tu mfuko, lazima utafute pombe. Mtu wa betting akipata mshahara au pesa yote imeingia kwenye account ya hata tu mfukoni, ndio relax, awe na amani. Hata mnaweza kama muongee, ni transfer hiyo pesa ingie kwenye account ya betting. Hata kama hatawekelea, anajua nitawekelea masaliki. Sasa hapo amani, unaona una amani. Yaani hata ukiongeleshwa unaweza kaa ukasikiza. Sikae kule. Ukienda kuchungulia, unajua sikishaka huko, hakuna vile utaenda kuwithdraw sitoke huko. Withdraw kwako ni kuenda kusiweka kwenye bet. Mwisho wa siku Sami, hela zimeisha. Tafanyaje? So Mungu atujalie neema ya kushinda. Lakini bure. Mimi naangalianga watu kwenye Facebook, YouTube. Watu walichezea rent za nyumba. Mtu amechezea mshahara wote.
tuwekee school fees. Nyumba zimepomoka kwa sababu ya betting. Na huyo mwindi anatajirika. Hata uweke peti 2, uwekelee 5,000. Timu moja yenye ulikuwa unatarajia itashinda, kuna uwezekano tu itashinda, lakini kwa 90 minutes sitatoka draw. Na uliwekea kichwa. Pesa yako imeungua, lakini timu imeshinda. So unapaki na favorite yako, timu ilishinda lakini hela zimeenda. Tufanyeje? Mungu atusaidie. Maana hii vitu huwezi kaa na hela mfukoni. Ndio kae na hela una amani, kuna tupeti umeekelea, unaenda unachungulia kama tunaendelea, unarudi unatulia. Na kufanya analysis ya hizo camps, my friend. Unajua hizi camps Matthew, shida hivi vitu. Hizi camps sisa kwenda tu kuangalia na macho hivi. Ati A B C D. No, sinahitaji kuanalyze. Uangalie walicheza wapi, sijui what head to head, sijui ina vitu nyingi line up ya wachezaji. Yaani ndio ukonclude timu moja kwamba itashinda. Imekuchukua karibu 20 minutes. Niambie kama unataka kuweka timu 10, kila timu kula 20 minutes nitaka ngapi? Alafu tena mwisho wa siku umekulwa. Mimi watu wengi nakutananga tu nao wakipiga hizo stories za mashabiki wa ball. Unasikia tu bwana, timu moja tu ndio iliniondoa. Mwingine hata kwenye sami nilienda, huwa naenda kusami kujitengeneza kichwa. Kuna mzee mwingine akakuja pala akasema mimi tu timu moja ndio inaniondoanga. Timu tu moja. Okay. Kuna balaa mtaani. Timu moja imekunyima 10,000, 50,000. So hii ni kitu ambacho kina nguvu fulani. Yaani ndio sababu hata mtu akikula hawezi kula mfululizo. Unaweza kula leo, ukule kesho, lakini karibu mwezi mzima. Mimi niko na jamaa kwa stage, yeye anachezanga tu kila siku. Yaani kusikia tu hata kuambia amekula. Wanashinda. Mwingine yule mzee Mama Tekila anajua yule mzee. Yeye naye ana kitabu. Ndio huyo tu na kitabu chake anafanya analysis na kitabu na mpaka kuandike sijui nini. Yaani hivi vitu inakukula stress. Yaani jamaa siku zote hakuna siku ameshaisherekea. Nenda tu sinaenda. Na kitabu cha kwake. Yaani ukimwona kitabu amepangilia mechi, my friend. Anatafuta wengine wachambuzi wako humo ndani. Hawa wachambuzi wengi ni waipia tu siri. Wachambuzi wengi wako kwa biashara. Wanaitwa expert. Expert wengi wako kwa biashara. Ndio kabisa anazielewa, lakini huwa ana make sure ameconfuse na timu moja hapa 2. Maana anajua akifanya hivyo atmo kesho anaweza kuwekea bet slit 3 4. 2 sikule, zingine sianguke. 1 ikule, zingine sianguke. Anacheza tu na akili yako. Wakati mwingine atakuwekea amekutrick. Wewe unafikiria hii yenye ameweka bila anakulanga atakula. Kumbe yeye mwenyewe anajua vizuri, waje na wajinga waweke pesa iende. Wewe unafikiria watu wanakufuatilia mtu kama huyo. Haya, kuna manabii wengi wanatabiri zile football. Watu wanakuja wanawekelea mamilioni ya pesa kwa sababu imetabiriwa. Pesa inakunywa maji. Haya, mtu amekwambia timu fulani Arsenal itashinda timu fulani. Hajakwambia ni kwa dakika gani. So wewe unawekea Arsenal, ndio alisema ukweli Arsenal ilishinda lakini si kwa 90 minutes. So yeye utamlaumu atakwambia kwani nilisema gani itashinda, hii kushinda. So ni vitu ambavyo viko very tricky. Mungu awaokoe watu wengi na Wakristo wengi kutoka kwenye huo mnyororo. Amen. Sema kwamba Mungu amekubariki. Wewe ni mtu wa nguvu, wewe ni mtu wa maana katika huduma, katika kazi ya Mungu. Tutaendelea na fundisho, tutaendelea kuangalia tawala wetu katika hivi viumbe
sehemu ambayo Mungu ametuweka nafasi yetu ya utawala. Tutaendelea kuchambua pole mpaka kila kitu kikae sawa sawa. Amen. Tunaweza kusimama. Acha tushukuru, alafu watu wakae vikundi kidogo, alafu tutakuwa na viongozi hata siku zote ambazo Bwana umetufanya kuwepo. Tunakushukuru kwa ajili ya maisha yetu. Nashukuru kwa ajili ya neno lako ambalo Bwana tumelipokea katika mioyo yetu. Neno hili litaendelea kutuwezesha na kutusaidia kuzaa matunda. Tutafanya sawia na neno lako. Tutatembea na kusimama katika wajibu wetu. Tutajiona katika nafasi ambayo umetuweka. Tutajiona katika mamlaka yetu katika jina la Yesu Kristo. Asante kwa ajili ya kila mmoja ambaye amekuwa katika ibada hii. Baba, ninakuita kwa ajili ya maisha yake. Ninakuita kwa ajili ya maisha yake ukaweze kuonekana. Walio wadhaifu wakapata kutiwa nguvu. Walio wagonjwa, magonjwa yakapata kuondoka ndani ya miili yao. Tunatangaza afya na uzima katika miili yao, katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa ajili ya mamake Rose. Mkono wako Bwana ukashuke mahali alipo. Mkono wako ukamguse. Mkono wako katende na kudhihirika ndani ya mwili wake. Tunaomba na kupokea kwamba kuna uzima unatawala ndani ya mwili wake. Kila aina ya maumivu inaondoka. Anapokea msaada wa kiungu. Tunasaini malaika na kuamrisha kwamba wakakuweko pale kwa ajili ya kudhihirika, kuleta uponyaji katika huo mwili katika jina la Yesu. Hali ambazo zimeonekana ngumu kwenye maisha yake na katika mwili wake zikapate kuisha, zikayeyuke mbele yake, zikayeyuke katika moyo wake katika jina la Yesu Kristo. Uvime, hali yoyote, madhaifu, maoneshi ya ibilisi tunayeyusha kwa jina la Yesu Kristo. Mungu wetu aliye hai, najua kwamba Bwana mkono wako sio mfupi, unadhihirika na kuonekana. Umesema kwamba utalituma neno lako liwapate kutuponya. Nami naamurisha uweza wako katika neno lako kwamba ukaweze kumponya katika jina la Yesu. Naomba na kupokea kwamba anapona, anatembea katika hiyo afya. Natangaza uzima, natangaza nuru katika mwili wake. Baba, ni asante. Ninakutukuza na kuinua hata leo. Asante kwa ajili ya watoto wetu. Ninawabariki, ninawainua katika jina la Yesu. Wamelindwa na kusingirwa na ulinzi wako katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa wanaosafiri. Ninalibariki jina lako kwa ajili ya maisha yao. Bwana, ukapate kuwaongoza, ukapate kuonekana wanapofika nyumbani salama. Sifa ni za kwako katika jina la Yesu. Watakaporejea pia tunasema ni asante. Baba, pokea sifa, maana vyombo ambavyo vinatumika ni vyombo ambavyo wamefanya wanadamu. Nashukuru kwamba Bwana wewe utakuwepo pale kwa ajili ya utukufu wa jina lako katika jina la Yesu. Baba, ni asante kwa ajili ya viongozi, asante kwa ajili ya watumishi, wanenaji wa neno lako mahali hapa, wahudumu wa Injili. Baba, na kutukuza kwa ajili ya maisha yao na kushangilia kwa ajili ya maisha yao katika jina la Yesu Kristo. Hili wiki ambalo linaanza kesho, natangaza neema yako, natangaza nguvu zako, natangaza uwezesho wa kimungu, uwezesho wa kiroho katika maisha ya kila mmoja katika jina la Yesu Kristo. Kila ambacho umekitumainia katika maisha yako katika wiki ambayo inaanza kesho, hicho ukakipokee, hicho ukakipokee katika jina la Yesu. Bwana akalete kwako, akalete, akufanikishe, atengeneze njia katika jina la Yesu ya kukifikia kila ambacho umekusudia, kila ambacho unakiwinda, kila ambacho unakihitaji. Upokee katika jina la Yesu Kristo. Upanuke katika maisha, upanuke katika huduma, upanuke katika jina la Yesu. Moto wa maombi ukaweze kuwaka ndani yako, moto na shauku ya study, kujifunza na kusikiliza neno la Bwana na kusoma articles, ukayeyusha moyo wako katika jina la Yesu Kristo. Baba, ni asante kwa ajili ya makusudi yako na mpango wako katika maisha yetu. Ulichokikusudia tunakiona kikitendeka. Pokea sifa Bwana, maana wewe ni Mungu aliye hai. Asante kwa ajili ya utukufu wako katika jina la Yesu. Asante kwa wale ambao wamehuduma hapa, waliotangulia. Tunawabariki Bwana kwamba ukapate kudhihirika na kuonekana katika maisha yao, ukawalinde na kuonekana na kuwabariki na kuwabanua. Kwa jina la Yesu tumeomba na kupokea, tuseme amen. Amen.
Niseme kwamba Mungu amekubariki milele.